Maeneo ya msisitizo na maagizo ya serikali kwa ndugu wana ushirika. La kwanza, lakini hili litakwenda kwa Wizara ya Kilimo, lakini kwa wana ushirika na benki ya ushirika niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuhakikisha ushirika unaleta maendeleo ya kweli kwa jamii ya Watanzania. Lakini katika kufanya hivyo, Wizara ya Kilimo muende mkaangalie sekta ya ushirika kwa ukaribu zaidi, muendelee kuilea na kuhamasisha wakulima kujiunga na vyama vya ushirika ili kuendelea kunufaika na upatikanaji wa masoko na mitaji kwa ajili ya kujiendeleza kiuchumi. Lakini jengine ni lile ulilolizungumza, niagize sasa Wizara ya Fedha, probably Benki Kuu, kakaangu Rafael uko hapa, Wizara ya Kilimo, kaeni mzungumze, mfikie pahali mje na sera itakayo, sijui sera au niseme mwongozo utakao tutoa kwenye hili ombwe la mikopo katika sekta ya kilimo. Kuwe kuna clear sura ambayo kwa Tanzania tunajua sera yetu inayoongozwa na Benki Kuu kwenye mikopo ya sekta ya kilimo ni hii. Nani anafanya nini? TADB anafanya nini? Benki ya washirika wanafanya nini? Mabenki mengine yanafanya nini? Hivyo naomba kaeni wote, mko serikali moja, kaeni mzungumze, na imani hamtaacha kuja na suluhisho kwenye hili. Lakini jengine kama ulivyosema vizuri, na hili lilikuwa agizo langu lakini tuliponong'ona umelichukua, ni kwamba fedha itakayotoka AFDB iende kwenye mfuko wa pembejeo, lakini pia iende kwenye benki hii kufungua madirisha maalum kwa ajili ya wakulima. Kufungua madirisha kwa ajili ya wakulima ili tuhakikishe wakulima au tuweze kuona kwamba wakulima wanakopesheka, mitaji inaongezeka na mazao yaweze kuongezwa thamani.